Kwa hivyo karibu sana kwenye kipindi hiki. Nadhani kwamba umefaulu kuwa na mchana mwanana na Maulana amakuruhusu ukawa na Ijumaa njema ya Novemba 21. Karibu kwenye kipindi hiki cha Uketo wa Kiswahili. Ni kipindi ambacho kinakujieni kila siku, kila wakati, na ni kipindi ambacho kinalenga kuweka wazi ama kuweka bayana masuala yanayohusiana na Kiswahili, ikiwemo masuala ya sarufi, msamiati, uandishi wa insha pamoja na masuala yanayofungamana na fasihi. Na leo ningependa tuangalie fasihi, na tunajua kwamba kwenye fasihi andishi huwa tuna riwaya, tuna pia tamthilia, tuna hadithi fupi pamoja na ushairi. Na kwa leo ningependa tuangalie hadithi fupi. Na hadithi fupi ambayo tungependa kuangazia ni hadithi fupi ya Mapambazuko ya Machweo. Tunajua kwamba diwani hii ina jumla ama takriban hadithi 13, lakini ningependa tu tuangalie mtiririko wa vitushi kwenye hadithi Fadhila za Punda. Fadhila za Punda ni mojawapo ya hadithi kwenye diwani ya Mapambazuko ya Machweo iliyoandikwa na msomi Rachel Wangari. Kumbuka, kwenye mtiririko wa hadithi hii ni vyema tuelewe kwamba matukio yanayozunguka hapa ni matukio yanayomzunguka mhusika mkuu kwenye hadithi hii ambaye ni Lilia pamoja na mumewe Luka. Hadithi inapoanza tunajua kwamba Lilia anagutuka kutoka usingizi kwa hofu sana. Na wakati kumbuka kwamba hadithi inajaribu kutupeleka mbele, anamsubiri mumewe Luka ambaye na kwa hivyo anapomsubiri mumewe, kumbuka kwamba Lilia amelala kochini ili amfungulie mlango mumewe. Anagundua kwamba bado hajafika kama alivyodhania, lakini hili halikumpunguzia hofu, kwani ana hakika kuwa atakuja tu tena kwa hasira tele kwa kukosa kupokea simu yake ambayo ilipigwa alipokuwa bafuni. Kumbuka, tunaelewa kuhusu ukatili wa Luka kwenye hadithi hii. Tunajua kwamba Luka alikuwa amemuoa mke wake aliyeitwa Lilia, lakini kutokana na udhalimu wa Luka, mkewe mara nyingi aliishi akiwa na jakamoyo, kibuhuti, na pia wakati mwingi sana aliishi kudhalilishwa na mume wake. Kumbuka, wakati anapomsubiri Luka kuweza kufika, ilikuwa ni saa 8 za usiku. Na tayari watu walikuwa wamelala, lakini Luka mwenyewe hakuwa amefika kwenye familia yake, hakuwa amefika nyumbani. Halipokuwa hatujui, hata nawe labda unajiuliza Luka alikuwa wapi. Kumbuka kwamba wakati anamsubiri saa 8 usiku, Lilia anafahamu kuwa mumewe haji na kuamua kuelekea kitandani. Kwa hivyo alipoona kwamba mumewe huenda hatafika nyumbani, ni saa 8 usiku, amelala kochini ama kwenye sofa, akagundua kwamba uwezekano wa mumewe kufika nyumbani haupo tena. Kwa hivyo aliamua kufanya nini? Aliamua kwenda kulala. Ni masuala yanayofungamana na ndoa. Kuna ndoa nyingi ambaye zinapitia misukosuko na sokomoko tendabelua kama hizi. Kumbuka kwamba anapitia kwenye kioo pale Lilia anapoamua kwamba heri aenda akalale kitandani, anapitia kwenye kioo. Na anapopita kwenye kioo, kioo hiki kinaletwa taswira ya kioo ambacho kimepasuka. Anagundua kwamba uso wake umebadilika sana kutokana na
kule kunywea, kule kuteswa, adha na kero za ndoa yake zilikuwa ni kero ambazo haziwezi zikamithilika hata chembe. Anakumbuka uso wake wa awali uliokuwa laini, uliokuwa unavutia. Haupo tena, haupo tena. Kumbuka, huwa tunasema kwamba fasihi ni kioo cha jamii. Kuna akina dada, kuna wanawake ambao wanapitia ndoa kama hizi, ndoa kama za Lilia, ndoa ambapo mume kama Luka anakudhalilisha mno sana, kichapo unachokipata mpaka unatamani ile sura yako ya awali ulipokuwa bado banati tu, ambaye ameanza kubalehe wanasema. Kumbuka kwamba hatimaye anaenda kulala, na hadithi inaturejesha hapo awali alipomuona Luka mara ya kwanza katika kanisa la baba yake ghafla tu. Kumbuka kwamba kukutana kwa Luka na Lilia awali kabla ya ndoa yao ilikuwa ni pale kanisani, wakati ambapo Luka alifika pale kanisani akiwa amevalia mararuraru ama mademu. Kumbuka yale magwanda ama mavazi ama ukipenda libasi ambazo zimeraruka tunaita mararuraru ama mademu. Na utu wa Lilia ulimvutia sana, hadi baadaye anafanya nini? Baadaye anamhurumia kijana huyu. Tunaambiwa kwamba ama tunaweza kufahamu kwamba alilazimika kukaa karibu na Lilia kwa kuwa ndipo palipokuwa na nafasi. Kwa hivyo wakati Luka alipofika kanisani mwa kina Lilia, ilibidi aketi tu karibu na Lilia kwa sababu hapakuwa na nafasi kanisani. Mavazi yake nimesema yalikuwa ni mavazi ya kimaskini. Na babake Lilia, kumbuka kwamba kupitia kisengere nyuma tunaelezwa kwamba babake Lilia alikuwa mjane baada ya kufiwa na mkewe miaka 3 iliyopita kupitia kwa ajali ya barabarani. Na baadaye anamweleza baadaye Lilia wanaporejea nyumbani na babake, anamweleza babake kuhusu Luka na sauti yake tamu ya kipekee. Kumbuka wakati ambapo Luka alipewa nafasi kuimba mle kanisani, sauti yake ilikuwa sauti ya kunata sana, sauti ya kuvutia sana. Kwa hivyo alifanya nini? Alimweleza babake kuhusu jinsi alivyomsikia kikembe hiki mwana huyu wa Mungu tunaelezwa. Na anapomsumbua kuhusu kijana huyo, babake anaamua kumwalika Luka ofisini Jumapili iliyofuata. Kwa hivyo Jumapili ambayo iliyofuata, babake Lilia baada ya kusumbuliwa na mwanawe kuhusu mwana huyu, kijana wa kimaskini tu ambao ulionekana hata kwenye mavazi yake. Jumapili iliyofuata basi Luka akapata mapokezi pale ofisini mwa babake Lilia. Kumbuka kwamba wakati huo mhubiri anajuta kuelewa kuwa mtoto wake mwingine. Kumbuka kwamba wakati huo mkewe alikuwa amefariki kupitia ajali ya barabarani, na kulikuwa na shinikizo la babake Lilia kuweza kuoa tena, lakini shinikizo hilo halikumpa nafasi kuoa kwa sababu babake Lilia ndani mwa moyo wake, kumbuka babake Lilia anaitwa Bwana Imani, hakutaka kuoa tena kwa sababu alihisi kwamba mapenzi aliyokuwa nayo kwa marehemu mke wake yalikuwa na mapenzi mengi sana. Kwa hivyo wakati huo anaamua ama anampa mamake Luka kazi. Kwa hivyo baada ya Luka kwenda kumwona Senior Pastor Imani,
Senior Pastor Lee Imani aliamua kumwajiri ama kumpa kazi mamake Lilia ya kusafisha kanisa. Naye Luka akapewa nafasi ya kujiunga na shule ya msingi kwa hisani ya mhubiri huyu. Kwa hivyo baadaye tutakapoona masuala ya maudhui, tutaelewa kwamba maudhui ya utu yanajitokeza kupitia kwa muhisani huyu Senior Pastor Lee Imani, kwa sababu kando na kumsaidia Luka kwenda shule, tunaona kwamba anamsaidia Luka kuhakikisha kwamba amefanya nini? Mamake Luka amepata kazi ya kufanya usafi pale kanisani. Kumbuka, baadaye tunaona kwamba Luka anaondokea kuwa mwerevu shuleni. Alikuwa na akili ya sumaku, wanasema Waswahili, akili ya sumaku, akili ya kunata mambo. Sijui kama unanifahamu. Na urafiki wake na Lilia unamtia mchungaji Senior Pastor Lee Imani awe na kiwewe. Kumbuka kwamba sasa ule usuhuba, ule ukuruba aliokuwa nayo Lilia na Luka ukawa ukuruba mzito sana uliowaweka vijana wawili pamoja. Akilini mwa Senior Pastor Lee Imani, hofu ni kwamba mapenzi haya huenda baadaye yakaleta mushkil. Na hatimaye kweli tunaona ndoa kati ya Lilia na Luka ukifanyika. Kumbuka kwamba hata ingawa Senior Pastor Lee Imani amejawa na hofu, lakini hakuna chochote ambacho kingemzuia Lilia asiweze kumpenda Luka. Moyo wake tayari ulikuwa umesalitika. Wanazidi kuwasiliana. Kwa hivyo hata wakati ambapo Senior Pastor Lee Imani alichukua hatua ya kumhamisha Luka kwa kasisi mwingine atakakoenda kusoma na kushiriki pale. Lakini vijana hao wawili, Luka na Lilia, wanaendelea kufanya nini? Wanaendelea kuwasiliana kupitia kwa nyaraka walizoandika. Baadaye tunaelewa kwamba babake Luka anaamua kumwalika babake Lilia. Senior Pastor Lee Imani aliamua kumleta nani? Kumleta Luka. Na Luka akamsisitizia kwamba nia yake kwa mwanawe ni kwamba alitaka kumuoa. Japo hisia fulani zinamfanya kutomwamini Luka, lakini hana ushahidi na pia hataki kumvunja moyo bintiye. Kwa hivyo anawapa baraka. Senior Pastor baadaye anakubali japo shingo upande kuwapa baraka, wawe kama mume na mume. Kwa hivyo wakati huu Lilia ni meneja wa benki moja. Kumbuka wakati huo basi Lilia tayari alikuwa ni meneja, mkurugenzi wa benki moja. Luka anaongoza mahubiri kanisani kutokana na uzee. Luka anaongoza mahubiri kanisani kutokana na uzee wa Senior Pastor Lee Imani. Kwa hivyo kumbuka, baada ya ndoa yao aliendelea sasa kuhubiri kanisani ni nani? Ni Luka, kwa sababu sasa tunaona kwamba uzee unaanza kumlemea, unaanza kumdhoofisha sana Senior Pastor Lee Imani. Baadaye tunaona kwamba babake Lilia Kundavi, ambaye ni Senior Pastor Lee Imani, anafariki, na hivyo uongozi wa kanisa unabaki mikononi mwa Luka. Pale anamshinikiza mkewe kuacha kazi. Hiyo ni hatua nyingine. Sijui kama mlisoma kwenye Mayai Waziri wa Maradhi, kulikuwa na hadithi, kachukua hatua nyingine. Kwa hivyo akachukua hatua ya kumwachisha kazi mkewe ili aweze kusimamia fedha zilizopatikana pale kanisani. Baadaye alimtaka tu akae nyumbani na kumwandalia na kumwandama naye anapomhitaji. Kumbuka kwamba wakati huu Luka alikuwa ameanza kupata umaarufu sana
miongoni mwa watu wengi na mara nyingi hata viongozi. Kwa hivyo wakati fulani angefika hata ikuluni. Luka anaamua kwamba angeingilia nini? Angeingilia siasa, japo mkewe hapendi siasa. Lilia hakuwa mtu anapenda siasa. Hatua nyingine aliyochukua Luka ambaye kidogo ilimsaliti Lilia ni pale alipoamua kuuza kanisa. Kwa hivyo aliuza kanisa na kampeni basi zikaanza kuchacha, japo kampeni hizi tunajua kwamba zilimchosha sana Lilia. Luka anaudhika na kuondoka nyumbani. Kwa hivyo mara nyingi nyakati za jioni, wakati ambapo Lilia alitarajia kwamba wangekaa na mumewe hakuwa hayupo. Kumbuka wakati huo alitaka kuchaguliwa kama nani? Kama gavana. Kwa hivyo Luka hahuzuniki sana kwa kuwa hataki kuwa mzazi wakati wa uchaguzi. Kumbuka wakati huo Lilia tayari alikuwa ameimila. Kuimila ni kupata mimba. Na Luka anafaulu kuwa gavana. Kwa hivyo baada ya kampeni, kumbuka alikuwa na hela, ameuza kanisa. Kwa hivyo wakati wa kampeni, hela hizo basi zikamsaidia sana kufanya kampeni na kuwaonga watu. Kwa hivyo baadaye tutaangalia ufisadi. Maudhui ya ufisadi yanajitokeza. Alifaulu kuchaguliwa kama gavana. Baada ya uchaguzi wake anaanza kuwa mzinzi. Anapohamia kwenye kasri la gavana, anamsahau mkewe na kumtaka mkewe kubaki vijijini ili awe karibu na raia. Kwa hivyo alitaka akae kwenye kasri pale jijini, lakini mkewe asiwe pale. Najua kwamba huenda alikuwa na mipango yake ambayo sitaki ninene mengi. Najua kuna uchangu ndoa hata kwa wanaume, kuna uchangu ndoa. Ama sijui kama kuna udada poa kwa wanawake. Labda kwa akina dada pia kuna ukaka poa. Utanieleza labda pale ukiponyeza ujumbe pale niandike arafa hapo chini. Uniambie. Huwa tunasema dada poa ni malaya. Sijui mwanamume tutamuita nini? Tunajua kwamba anaitwa kiruka mto. Sijui nikimuita ukaka poa. Tafakari hilo. Anapata taarifa ya kuwa mumewe ana kimada mwingine, lakini haamini hadi anapomtembelea ofisini bila habari na kumpata mwanamke mwingine. Wanazozana na kuamrishwa arudi nyumbani, jambo analotii. Kwa hivyo alipoenda kwenye kasri la mumewe, anapata kwamba mumewe tayari alikuwa na kimada mwingine. Lakini kutokana na amri na heshima za mume, anaamrishwa arejee nyumbani. Jioni hiyo Lilia alipigwa na hata kuonywa vikali dhidi ya kwenda ofisini bila ya idhini ya mumewe. Hatimaye tunajua kwamba anaishia kutawishwa na hata kuongea na watu. Anapomwona mumewe akiandamana na yule mwanamke aliyempata ofisini, tunaona kwamba anafanya nini? Anayedhaniwa ni mshauri wake. Wakati mmoja anaamua kuripoti kwa polisi. Lakini mshangao ni kwamba hata baada ya kupiga ripoti kwa polisi kwamba ameumizwa na mumewe, hakuna aliyechukulia hatua. Kumbuka askari wote, wakuu wa polisi, wote walikuwa wamezunguka mbuyu pamoja na mzee huyu. Kwa hivyo mkuu wa polisi anamweleza Lilia jinsi mumewe alivyokuwa mkarimu. Siku 2 zikapita na kisha baadaye tunajua kwamba siku ya 3 ndipo alipokosa kupokea simu yake, naye Luka akakosa kufika. Luka anafika siku 5 baada yake na baada ya Lilia kutembelea kituo cha polisi, na pale anaamua kumpiga vibaya hadi alipopoteza fahamu na akaenda zake tu. Tunaita ukatili, taasubi ya kiume. Leo kwa hivyo baadaye anaamua, kumbuka ameumizwa. Kwa hivyo anaamua kumpigia simu Mafia. Mafia ni mama
wa Luka, na anapopiga simu anamjulisha kwamba ameumizwa, na mamake Luka kutokana na utu wake anakuja anampeleka hospitalini. Kwa hivyo anapata matibabu kwa muda, lakini kabla ya kufahamu kumtoka, Lilia anasikia mlio wa ambulensi. Anapogutuka anajipata peke yake kitandani kwenye chumba cha hospitali. Mama mkwe anamtembelea kila siku kumuuguza, wala hakumuona mume. Kumbuka hata wakati alipokuwa hospitalini anaendelea kuugua. Tunajua kwamba Luka hakwenda kumuona mkewe hospitalini, lakini siku ya 4 anamuona mtu kando yake. Hamtambui kwani amefungwa bandeji usoni nao mguu umeinuliwa. Usishangae huyu ni nani? Mama mkwe anapokuja anaelekea kwa kile kitanda. Akija anawahudumia wote wawili. Anamrejelea kuwa gavana, lakini Lilia kumbe aliyekuwa ameumia ni Luka. Amelazwa hospitalini ni Luka. Waswahili wanasema nini? Mcheka kilema atakwao kilipo. Wakasema pia malipo ni hapa duniani na mengine pale ahera. Kumbuka Lilia alipigwa na mumewe na akaachwa akiwa hali mahututi, anachungulia kaburi. Lakini baadaye mama mkwe ama mamake Luka ndiye aliyekuja akampeleka hospitalini, akapata matibabu. Lakini siku ya 3 wakati ambapo Lilia anagutuka, anagundua kwamba kulikuwa na mtu aliyekuwa ameketi kando yake. Kumbe aliyelala sio kuketi, aliyelala kando yake amefungwa bandeji, na aligundua kwamba kumbe baadaye inakuwa ni wazi kwamba aliyekuwa kando yake ni mumewe. Alihusika kwenye ajali mbaya ya barabarani, na madaktari wakasema kwamba hawezi akatembea tena. Yule kimada aliyekuwa akitembea naye aliposikia kwamba Luka hana uwezo wa kutembea tena, hakurudi tena kumjulia hali hospitalini. Huo ni usaliti mwingine ambao unajitokeza kwenye hadithi hii. Kwa hivyo hayo ambayo nimeyazungumzia ni muhtasari wa hadithi ya Fadhila za Punda, hadithi ambayo imeandikwa na Rachel Wangari. Tutajaribu pia pambanya hapa na pale, kujaribu kuweka bayana masuala mengine kwenye hadithi hii, yakiwemo maudhui, wahusika, na ikiwemo mbinu za uandishi, dhamira ya mwandishi na ufaafu wa anwani. Unaona, kwa mfano anwani hii Fadhila za Punda inafaa na kuna sababu utazitoa. Kwa hivyo wenzangu, nakutakia magharibi machweo mwanana. Maulana akujalie neema ndogo ndogo na kubwa kubwa. Naitwa Ustadh Kaka Mnae, kama ilivyo ada. Kipindi ni Uketo wa Kiswahili. Lala unono. Shukrani sana.